mtu kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. 8. Maana yeye apandaye kwa mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. 9. Tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. 10. Kwa hiyo kadri tupandavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. 11. Tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. 12. Wote watakao kuonekana ni wazuri kwa mambo ya mwili, ndio wanaoshurutisha kutahiriwa, maksudi wasiudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo, hilo tu. Haleluya. Amen. Amina. 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 Kwa hivyo hiyo 6 inasema Mungu afanye nini? Adhihakiwi. Haleluya. Kwa hivyo Mungu katika yote unaambiwa chochote upandacho ndicho utafanya nini? Utakachovuna. Na ukipanda kwa roho utavuna kwa roho. Haleluya. Na ukipanda kwa mwili utavuna kwa uharibifu. Haleluya. Bali yeye apandaye kwa roho bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna nini? Uzima. Haleluya. Ukipanda kwa roho unavuna uzima. Amina. Kwa hivyo katika kuacha ile njia ambayo Mungu anakataa, anasema ukipanda kwa roho utavuna kwa uzima, na ukipanda kwa mwili utavuna kwa nini? Kwa uharibifu. Haleluya. Kwa hivyo ina maana kwamba kuna mambo hapa tunafunzwa. Wakati unapokuwa kuna kitu unapanda kwa mwili, ama kuna jambo ambalo unaenenda nalo kimwili, litafanya nini? Utalivuna kwa uharibifu. Ewe sifa Yesu. Lile jambo unalolipanda, tazama unalipanda namna gani? Haleluya. Hili jambo unalolipanda, umelipanda ukiwa na roho. Haleluya. Hili jambo umeanzisha na mwili. Pewe sifa Yesu. Ya kama hili jambo umeanzisha na mwili, utavuna kwa uharibifu. Haleluya. Na kama hili jambo umelianzisha kwa roho, utavuna kwa uzima. Alikwe Yesu. Kwa hivyo katika haya yote, na katika misingi yako, na katika yale mambo unayoyafanya, tazama wewe unayafanya namna gani? Haya maneno unayofanya, ama hili jambo unalolifanya,